wazinifu, wenye kuzini. Allah anasema wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ogopeni siku mtakayerudishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na madhambi yenu ya zinaa kabla hamjatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mkawavua watoto wa kike nguo zao kwa sababu ya shida zao, kwa sababu ya udhalili wao, mkawatumia katika zina. Manake leo mtoto wa kike hawezi kusalimika kupata kazi mpaka ajaribiwe katika tendo la zina. Wewe una mali, kazi yako kudhalilisha watoto wa kike. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala taqrabu zina, wala musikurubie zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, hakika ni uchafu na ni upotovu mbaya sana. Ndugu zangu, nawapatia maneno mawili ya hadithi mbili katika hili. Moja ni hadithi na moja ni athar. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amekwenda katika Lailatul Isra wal Miraj, au katika riwaya nyingine alikuwa katika usingizi, akaijiwa na malaika wawili, wakamchukua safari ndefu, wakapita wakakutana na matukio mengi tu. Moja katika matukio aliyokuta, aliwapata watu wanaume na wanawake wako uchi, wako ndani ya tanur. Nikisema tanuri labda nieleze oven zile za kizamani, chimbwa shimo, moto unawekwa, mikate inapikwa au ni mofa au ineo. Hiyo tanuri hiyo ndani ni pana, kwenye mdomo wake ni dhayiq. Wamejaa ndani watu wanaungua, wanakaangwa kama vile kuku inavyozungushwa katika chipsi. Wanazungushwa wanaungua, wako uchi, wanapiga ukelele. Jibril akamwambia unawajua hawa ni nani? Mtume akamuuliza Jibril, hawa ni kina nani? Jibril akamwambia haula izuna, hawa ni wazinifu hawa. Na leo vile zinaa imekuwa ni jambo jepesi mtu kuzini. Zinaa iko katika mikono yetu tu, simu yetu, unachagua unayetaka, mwanamke mrefu, mfupi, mweusi, mwekundu. Ndugu zangu katika imani, hiyo ni adhabu katika adhabu zake. Mwenyezi Mungu amewajalia wazinifu katika maisha ya barzakh. Ama fil athar, katika athar, mzinifu mwanamke na mzinifu mwanamme muislamu, ama acha wale makufar, laisa dhambu baada shirk. Hao wazinifu wa kike na wa kiume watakapokuwa ndani ya kaburi watapata adhabu nusu ya ummati Muhammad. Adhabu yake anapata mzinifu ndani ya kaburi. Na watakapoingia katika moto wa jahannam, wa'iyadhu billah, ndani ya jahannam kuna washirikina, kuna wala riba, kuna majambazi, maghiba na namima, wote wako ndani pale. Na mzinifu vile vile ataingizwa katika moto wa jahannam. Wale mamujrimini wengine, wazinifu, wala riba na washirikina na wengineo, watakusanyana, watamwambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tuondolee hao wazinifu, tupu zao zinanuka, zinatuudhi, wapeleke katika jahannam nyingine. Jamani ndugu zangu katika imani, starehe ya masekunde, ladha ya madakika, adhabu yake ni nusu ya ummatu Muhammad. Watasawar adhab na utasawar faida na ladha ya kitendo hichi, ujijazie mwenyewe.